Sitosahau bosi alivyonifundisha usagaji. Karibu katika mkasa wa kweli, na hii ni Vam TV Online. Kama ni mara yako ya kwanza, subscribe kisha enda sehemu ya kengele, gusa ili kila nitachoposti kikufikie. Kabla hatujaanza, hakikisha una like, lakini ukimaliza kusikiliza, share na marafiki na kisha changia maoni yako kuhusu mkasa wa Neema. Tuanze mkasa wa kweli. Jina langu naitwa Neema. Katika maisha yangu nilivyokulia, nimeishi sana kwa mjomba wangu. Hii ni kutokana na baba na mama walifariki katika ajali ya gari. Niliwapoteza wote kipindi hicho, na kwa wakati huo nilikuwa na miaka 12, nikiwa mtoto wa pekee katika familia ya baba yangu Josefu, ambaye ni marehemu, na kipindi hiko nilikuwa darasa la 6. Nakumbuka baada ya msiba tu, mjomba ndiye alinichukua ili tuende tukaishi pamoja. Siku moja, wakati nimekaa, siku nyingi hazijapita, nilianza kufanyishwa kazi kama house girl. Yote haya alikuwa ananifanyisha aunti yangu, ambaye ni shangazi yangu, ambaye ni mke wa mjomba wangu, huku watoto wake wakininyanyapaa na kunisema vibaya kuhusu mimi. Tukiwa shuleni, wananisema mimi ni mwathirika, eti pia napewa msaada tu na wazazi wao. Kitendo hiko kilinikera sana katika maisha yangu, na sikuwa napenda kurudi mapema nyumbani, kutokana nikirudi mapema nafanyishwa kazi nzito. Kila kazi ilikuwa ni mimi, na huku nikichelewa kurudi nyumbani napigwa kipigo cha mbwa koko kizito, yani huku matusi makali mno yanayonilenga kuwa mimi nimekuwa sasa eti niolewe, sio kufanya umalaya. Nakumbuka kipindi hiko nilikuwa nimeingia darasa la 7, sasa nikiwa na miaka 13 tu, eti nimekuwa niolewe. Kuna siku nakumbuka, wakati nimeingia darasa la 7 pia, nilivaa nguo zangu vizuri asubuhi sana. Sikumuona anti alipotoka. Alikuja, alinipiga kibao kimoja, nikaanguka chini kwenye sakafu, huku akiniambia kuwa siku hizi sina adabu. Ni utaratibu gani nimejiwekea kwenye nyumba ya watu? Sifanyi usafi, sioshi vyombo, sifagi ndani vizuri, yani nafanya lashalasha tu. Kama nimechoka eti kuishi hapo, naweza kuondoka. Unakuwaje unapewa ufadhiliki, hubebeki, yani vitoto vingine sijui vipoje. Maneno hayo anti yangu aliyazungumza yaliniuma sana, huku maisha yangu nikiona sina pengine pa kuelekea. Nilikuwa simfahamu baba mkubwa, baba mdogo, pengine ningeenda kwao. Lakini siku ya msiba tu ilipoisha, wote walikuwa wameondoka. Hayo ndio yalikuwa maisha yangu kwa wakati huo. Sasa nikipitia maisha ya tabu sana. Siku hiyo niliumia sana, nililia sana, nikiomba Mungu
kama inawezekana wazazi wangu warudi duniani, tuishi kama zamani. Kwa nini mimi? Haya maisha. Nilikuwa napenda sana kusoma, lakini hasira ilikuwa juu sana. Usiku ilipofika, nikachukua pesa kwa kuiba kwa mjomba wangu na kuondoka kuenda mjini. Nilikuwa na kaumbo kazuri, ila nilikuwa bado mtoto mdogo. Kuna sehemu nilifika nikalala kwenye jengo bovu, na mvua yenye ngurumo na radi vilikuwa vinanitisha usiku huo. Nililala usingizi, nikaota mama yangu ananiita, mwanangu Neema, njoo huku, njoo huku. Ile nataka kuitika kuwa mama, nionyeshe njia. Ghafla nikashtuka, kumeshakucha. Watu wakawa wamenizunguka kwenye lile jengo. Nilianza kutetemeka. Nikatetemeka kama mtu aliyetoka kwenye friji, yani baridi kali. Watu walinihoji maswali mengi kuhusu maisha yangu. Nikawaeleza A hadi Z kuhusu mimi. Ndipo mama mmoja, ni kama kijana, akasema, kama unataka kazi, twende nyumbani kwangu, utafanya kazi ya house girl, nitakupa mshahara wako kila mwezi. Basi watu waliokuwa pale wakakubali mimi niende na yule mama, ila kuna mkaka fulani aliniita na kuniambia niwe makini na huyo mama, ni mchawi, pia ana mambo mabaya. Moyoni mwangu nikajisemea, potelea pote, mradi nimepata msaada, Mungu atanisaidia. Basi tukaondoka kwenda kwake. Sio mbali na mitaa niliyolala, tukafika haraka sana. Maisha ya Neema baada ya kusaidiwa sasa na yule mama ambaye ni bosi wake. Yule mama aliniajiri sasa, alianza kunijali sana siku za mwanzo na kunipa kila nilichohitaji. Nilijiona kama vile mtoto wake. Lakini ilipofika miezi kama mitatu, alibadilika na kuanza kuja chumbani kwangu eti tulale pamoja kwake, anaogopa. Nilikuwa nakubali. Sasa kuna siku alikuja kulala akiwa uchi kabisa. Ameshika tu kabegi fulani, akapuliza unga fulani, sijui ilikuwa ni nini. Mimi nikajikuta sijielewi, sina nguvu. Siku hiyo alinifanya vitendo vibaya na viovu kwa kunilazimisha eti nilale naye. Alikuwa na uume wake wa bandia, alianza kuniingiza kama mwanaume afanyavyo. Basi na kunishika vichuchu vyangu vidogo. Kutokana na kipindi hiko nilikuwa na miaka 14 tu. Alipomaliza akanipatia pesa mingi sana na kuniambia nikubali kuwa mke wake. Kumbuka, huu ni mkasa unaokwenda. Alinifundisha usagaji. Sitosahau siku hiyo. Siku hiyo machozi hayakuisha kwa maumivu makali, kwani alinitia vidole kwenye sehemu yangu ya tigo na uume wa bandia. Nilijikuta nimepoteza beka yangu. Sitosahau maisha yangu alivyokuwa hadi sasa. Sikuwa na sauti, kwani nilikuwa nimepata mtego mkubwa. Nitaenda wapi na huyu wakati pale ndio naishi kwa amani, ila kitendo kibaya tu amenifanyia, japo nilikuwa nikiishi kwa kusononeka na mawazo mengi. Kitendo kile alichokuwa amenifanyia
bosi wangu. Siku 5 zilipita, mama yule akaleta mada eti anataka kunioa. Atanipa pesa, magari na nyumba yangu, nikubali tu kuwa yeye anioe. Kwa kweli ahadi zile nilikubali anioe yule mama ambaye alikuwa bosi. Sasa nikawa mke wake. Japo nilitambua ni kitendo kibaya sana. Tulienda Dubai. Nikavutiwa na mji ulivyo mzuri. Ipo hivi. Nilipokuwa Dubai, tulianza kufanya kila siku mapenzi ya jinsia moja na kutumia uume wa bandia. Sasa siku zilipita, nikawa mzoefu wa mambo hayo. Tukipiga denda pamoja, huku kila mmoja akishughulika kwa kujituma. Kwa kweli bosi wangu ambaye sasa ni kama mume wangu, nilikuwa napewa pesa na kuweka kwenye akaunti benki yangu. Kipindi hiko nilikuwa na miaka 14. Kuna wanaume walikuwa wananitaka waweze kutoka na mimi. Hii ni kutokana na umbo langu. Nilikuwa mnene na kifua ni saa 6. Ila kutokana na kuwa mimi nishakuwa msaganaji, hivyo sikuwa natamani kuwa na mahusiano na mwanaume yeyote. Maisha yalizidi kuenda, nikafika miaka 18. Kipindi hiko yule mama ambaye yeye ni kama mume wangu alipata ajali ya gari na kupelekwa hospitali. Lakini hakuna Mungu ambalo akipanga wa kupinga. Hakuweza kupona, hivyo alifariki. Nilinyanyasika na ndugu zake walichukua kila kitu na kunifukuza pale tulipokuwa tunaishi. Yaani kila kitu walichukua, kasoro pesa zilizo kwenye benki akaunti yangu. Na kwenye benki nilikuwa na pesa kama milioni 30. Na wale marafiki zake wa karibu wakasema nilikuwa najihusisha na mahusiano ya jinsia moja. Upelelezi ulifanyika, nikakamatwa na kufungwa jela miezi 6 na faini ya milioni 15. Nikabaki na milioni 15. Kubwa ilikuwa mimi eti nimejihusisha na jinsia moja nikiwa mdogo. Nilieleza kila lililokuwa linaelezeka, lakini hawakunikubali. Walinitoza faini ikiwa sasa nilikuwa na miaka 18. Yaani najitambua. Kwa nini sikumripoti mapema kwamba ananifanyia vitendo vibaya huyu mama? Nikatumikia kifungo cha miezi 6 na huku nikiwa nimetoa faini ya milioni 15. Baadaye nikatoka, lakini afya yangu haikuwa nzuri kutokana na kuumwa sana, hadi kuanza kwenda kwa waganga wa kienyeji na kutumia pesa nyingi sana. Niliteseka sana, sikupona. Nikitizama kwenye akaunti nimebaki milioni 5, zingine zote nilitumia kwa matibabu. Nililia sana, hata sikupona, na tatizo langu ni kutopenda wanaume ama kutaka niwe najihusisha tu na usaganaji. Kuna siku kulikuwa na mchungaji mmoja akiombea watu na kupona. Ndipo niliposema Mungu hawezi kuniacha katika hali hii. Ngoja nikaombewe, nitapona. Basi nikaamua kuwa Jumapili niende kanisani. Nilienda wakati wa maombezi. Mchungaji akasema wenye shida wapite mbele.
Mimi nikapita mbele na wengine wengi. Siku hiyo mapepo yalilipuka mengi sana, mengi yakisema, tuachie, huyu ni mke wetu, tulifunga maagano naye, hatumwachi. Lakini acheni Mungu awe Mungu, yaani Mungu ni mkuu kupita wote. Mchungaji aliniombea na nikapona hadi ile usugu wa kutaka kuolewa uliniacha. Sasa nikaanza kutamani, lakini haikuwa rahisi kumpata mume ambaye angenipenda. Hivyo nikaanza biashara zangu ndogo ndogo ya kuuza genge. Mungu si Athumani azuie, na Mungu si Athumani awe na wivu. Kwa kweli nilikuwa na bahati sana, nilipata wateja wengi hadi nikajenga nyumba zangu za kupangisha. Biashara ilizidi kuimarika. Kuna kipindi maisha yalikuwa mazuri zaidi, hivyo mwili wangu ulikuwa afya nzuri. Nikiwa na miaka 24 nilikuwa na maisha ya kifahari sana. Nilifanikiwa kupata mchumba aliyenipenda, kila kitu kilienda sawa, ila kutokana na jina langu la Neema sikuwa natumia. Nilikuwa kwenye mahusiano na mtoto wa baba mkubwa. Kumbuka, siku zilikuwa ni nyingi na ishi kwa mjomba, sikumjua ndugu mwingine yote. Na hivyo kutokana na wajomba kutojua nilipo, walijua kuwa nimekufa, so haikuwa rahisi. Basi siku ya harusi sasa, ndugu zangu wakashtuka kuwa kama vile nafanana na ndugu yao marehemu. Ndipo walianza uliza kuhusu mimi. Hapo ndipo machozi yalitiririka sana upande wa mume wangu ambaye alitakiwa kunioa, kumbe ni kaka yangu. Ilibidi siku hiyo ndoa iahirishwe. Ukaanza kuniita, kumbe ni ndugu yao. Niliumia sana sana kutokana na maisha yangu kuwa mazuri. Watoto wa anti walianza kujishusha kwangu niwe nawasaidia, kuwapa pesa. Iliniuma, kwani ilikuwa natakiwa niolewe, niwe katika ndoa, ila niliumia sana. Niliamua kuwasamehe wote niliowakosesha amani, na niliwapokea kama ndugu, tukaishi kwa amani. Ila siku moja kuna mdogo wangu alinibia pesa, nikawafukuza kutokana na tabia yao mbaya. Ikabidi niwe peke yangu, naishi peke yangu licha ya kuwa mpweke, ila namshukuru Mungu, maisha yangu ni mazuri sana. Saizi nina miaka 27, nipo single, sina mtoto, naishi maisha ya upweke, ila ukiwa na Mungu sio upweke tena. Namwomba Mungu na muheshimu kila mtu. Haya ndio maisha yangu, na ishi kwa kuwasaidia wasiojiweza. Sitosahau bosi alinifanyia kitendo kibaya sana katika maisha yangu. Kwa kweli, msikilizaji na mtazamaji wa Fahamu TV Online, hayo ndiyo yalikuwa maisha ya Neema kuhusu maisha yake ya siku zote. Napenda kuwashukuru wale wote ambao wamesikiliza mkasa huu wa kweli wa Neema. Mungu awe nanyi, tuwe wote katika simulizi mbalimbali, mikasa pamoja na makala mbalimbali. Asante kwa kunipea support.